SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Kwa majina anaitwa Laila Burhani Ngozi. Lakini sasa nilivyopewa, na mimi nilikuwa miongoni mwa waliotunga ilani ya Chama cha Mapinduzi, nikasema sasa cha kwanza ni kuzikumbuka zile changamoto zote ambazo tulihisi zilikuwa zinakwamisha utekelezaji wa ilani zilizopita. Hizo kwanza kuzielewa katika eneo langu la kazi ambayo ndio wilaya Magharibi A, halafu kuzitafutia ufumbuzi. Lakini sitaweza mimi mwenyewe, kwa kushirikiana na wafanyakazi ambao ndio katika ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini na sekta zote ambazo ziko chini yangu. Yapo mengi ambao nimeyakuta ni sugu, na nimeona Mheshimiwa Rais wetu amekuwa akiyapigia makelele sana. Lakini kwa bahati nzuri, mimi nasema ni nzuri, kwa sababu unapokuta changamoto ni sehemu yako ya kazi, na mimi nikaona hapa sasa nimepata kazi. Kufika tu tukapata maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhusiana na stendi na soko, ambao kulikuwa kuna changamoto ya muda mrefu. Watu walitakiwa waingie sokoni wafanye biashara, hawakuingia. Watu walitakiwa waingie stendi kwa ajili ya kushusha abiria na kupakiza, pia hawakuingia. Kwa hiyo mimi ikawa jukumu langu la mwanzo nikaanza nalo. Niliwaelekeza manispaa ikibidi sasa tubinafsishe huu utaratibu wetu wa yani tutafute kampuni ambazo zitaweza kufanya hilo zoezi la kukusanyaji taka, kwa sababu tumeona sisi wenyewe tunashindwa. Kwanza wale ambao wanapewa hii nafasi au wanapewa huu mradi wa kukusanyaji taka, tukiwaangalia watu wetu ambao tunawafahamu, anakwenda hakusanyi taka kwa mujibu unavyotakiwa, lakini muda ukifika anataka kuchukua fedha kwa ajili ya huduma, lakini huduma inakuwa sio rafiki. Sasa unamkuta yule mwananchi hafurahi, na kwa maana hiyo anaamua bora asilipe. Lakini la pili, unakuta saa nyingine sisi wananchi wenyewe, mtu eneo lako, yani kwako mwenyewe, unasubiri kweli kampuni ije kusafisha, hiyo sio sawa. Kwa hiyo kwa hatua ya awali nimeagiza tutafute private sector ili zoezi la kuweka mazingira safi katika wilaya yetu liwe endelevu na hatimaye kuona miji iko safi, kwa sababu rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, yani kila siku kama kuna maeneo inamkasirisha ni pamoja na usafi. Kuelekea kilele cha maadhimisho wa muungano wetu wa kuadhimisha miaka 62, ushauri wangu, maoni yangu, tuendelee kuwa wamoja. Wananchi sisi ni wamoja, kwa sababu wote ni Watanzania, na kwa sababu ukiwa wewe ni muumini wa muungano, naamini wewe utakuwa muumini wa amani katika nchi yetu, ambayo amani ndio kila kitu. Kwa sababu kama tulivyoeleza, kuna nchi mbalimbali zilivunja amani na sasa hivi zinasafa kuirudisha, na kuvunja amani ni sekunde tu, lakini kurudisha utatumia wakati mkubwa sana. Hivyo mimi niwaombe wananchi wa Magharibi A tuendelee kuwa wamoja, kushirikiana, kushikamana, tuwe wazalendo kwa nchi yetu, lakini tuwe tunaendelea kutii sheria bila shurti. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.